Swala la damu ni swala mtambuka. Sasa hivi hospitali nyingi sana zina upungufu wa damu. Kwa hiyo nikashauri kwamba basi kwenye hizi bajeti zote za halmashauri zote mbili, halmashauri ya Mufindi na halmashauri ya Mafinga, waangalie namna yoyote ya kuweza kuingiza kabajeti kidogo kwa ajili ya wale watu watakaoenda kuhamasisha uchangiaji damu. Tuna tatizo kubwa, akina mama wanajifungua, anatakiwa ongezewe damu hakuna. Lakini sisi tuko kwenye main road, barabara kuu. Ajali nyingi zinatokea, wagonjwa wanatakiwa waongezewe damu hamna. Hakuna kiwanda cha damu kwa ajili ya binadamu. Kungekuwa na kiwanda cha kutengeneza damu wala isingekuwa tatizo. Damu ni lazima itokane na mwanadamu mwenzie. Sasa tusipoliwekea mikakati, tusipowekea bajeti, watu wengi watapoteza maisha pasipo sababu. Kuna watu wanatamani kuchangia damu lakini hawajafikiwa, hawajaambiwa. Ukiuliza wenye halmashauri zao wanasema bajeti hakuna, lakini tumeshauri kwamba angalau basi kwenye bajeti ya 2026 watenge kiasi cha pesa kwa ajili ya kuwapeleka vijana au wale wataalamu wakahamasishe watu wachangie damu. Kwa mfano Red Cross wapo kila mahali, kuanzia kijiji, kata, mpaka wilayani, mkoani. Red Cross wapo na wamepata mafunzo ya namna ya kwenda kuhamasisha watu kuchangia damu. Wale ni wanajitolea, lakini kwa huruma zake yule ambaye atakuwa amewaelekeza kama ni TMO au ni DMO, basi awape hata ya maji tu au ya nauli ili waweze kufika kwenye hivyo vituo kuliko kutoitenga kabisa bajeti ya uchangiaji damu. Kuhusu kipengele cha damu, kama tunavyoona umuhimu wa benki duniani kote, kitu chochote ili kiweze kufaa kwa kiwango kinachotakiwa lazima kuwe kuna benki. Kuna benki za matofali kama tunavyoona vijijini humo, kuna benki za mbegu, kuna benki za pesa na kadhalika. Ni vizuri sasa kuhusu uchangiaji wa damu, kila halmashauri ingefaa kwenye hospitali zake, vituo vya afya, kuwe na benki ya damu. Na nitoe wito kwa wananchi wilaya ya Mufindi na wadau mbalimbali waone wana wajibu wa kuchangia damu ili kuokoa maisha ya kwao na ya wengine. Hakika tumepata ili somo leo linalohusiana na uchangiaji wa damu. Kwa kweli jambo hili ni muhimu. Kuchangia damu ni jambo la muhimu na la msingi kwetu kama jamii, na mimi nalichukua kama sehemu ya kipaumbele kwenda kuhamasisha jamii. Kwa nini nahamasisha jamii? Ajali zimekuwa zinakuja bila hodi. Ajali zinakuja bila maandalizi. Kwa hivyo watu wengi wanapoteza maisha kwa ajili ya kukosa damu. Na najua inawezekana kila mmoja kawa na mawazo ya kwake kwamba nikitoa damu inakuwa vipi, lakini ukitoa damu umeokoa maisha ya watu. Kuna wazazi ambao wanapojifungua wanapungukiwa damu, lakini kuna watu wanaopata ajali, lakini kuna watu wanapungukiwa damu kutokana na vyakula, watu wanapungukiwa damu kutokana na matatizo mbalimbali ya kihistoria na vile wanavyokumba kwenye jamii. Kwa hiyo jamii kama wana Mafinga, kama wana Mufindi, kama wana Iringa, tuhamasike sasa twende tukaokoe. Na hasa kipindi hiki cha Kwaresima ni sadaka, ni sehemu ya sadaka. Sisi kama mimi ni Mkristo, kwa hiyo sisi wa Kristo kama tutajitolea kwenda kuokoa maisha wenzetu, inaweza ikasaidia tukaponya watu wengi zaidi, na naamini itakuwa ni sehemu ya sadaka njema kabisa ya majitoleo hasa kwa kipindi cha Kwaresima kama hiki.